Hili jambo tumelikuta asubuhi tukiwa wananchi wa hapa, kidogo limetushangaza, tukakutana hapa ili tujue nini chanzo hasa. Bahati mbaya mhusika hayupo. Angekuwepo labda angetupa majawabu alikuwa ana lengo gani. Sisi kama wananchi, kwa sababu neno lenyewe liliandikwa pale uzinduzi wa mapenzi ndio limetushtua sana. Nje na bendera. Mimi katika maisha yangu sijawahi kuona tukio la aina hii. Ushauri wangu vijana, kama wanatumia vitu tofauti, waachane navyo kwa sababu vitawapeleka pabaya. Mimi sijui hata kidogo, hata kidogo sijui. Aliyeweka ni nani? Mwanao? Mtoto wangu. Anaitwa nani? Kasim Ali. Nikuta asubuhi naona bendera imewekwa hapa. Najua huyu kijana ana upungufu wa akili. Upungufu wa akili. Nikapigiwa simu na balozi wangu ambaye ndio mama yake mzazi na huyu aliyoweka bendera. Sasa nikamwambia ngoja nakuja. Sasa nilipoziona hivi niliona tukio la ajabu. Ndio maana nikasema hili siwezi kutoa maamuzi yoyote, labda ni la kwanza. Nikampigia diwani na mwenyekiti wa kijiji. Alafu nikapiga simu polisi. Jinsi unavyowaona askari wako hapa, ndio maelezo yangu kwa ufupi ni hayo. Bwana anaitwa Kasim Ali. Hali yake huyu bwana namfahamu hali yake. Yaani kwa ujumla ni mjasiriamali, anafanya kazi ndogo ndogo ila hajakaa vizuri. Kama vile ana matatizo pengine ya kiafya labda akili. Taharuku ipo baada ya kuona hizi bendera zilizowekwa hapa na fence imewekwa, wamezungusha hivi, kuna matambara yamewekwa huku mekundu, ina maana ni hatari kuingia ndani. Na ndio maana sasa hivi ndio tunasubiria sasa wahusika kutoka kituoni ili angalau waje tupe maelekezo tunafanyaje. Haijawahi kutokea. Haijawahi kutokea tangia niingie madarakani, haijawahi kutokea. Kwa hiyo swala hili halijapendeza kwenye kitongoji chetu. Limeleta taharuki, ndio maana tumejikusanya kwa ajili ya kutambua ni nini hasa, labda inalenga nini, na labda huyu yeye yuko peke yake au labda kuna kampani. Nimefika hapa nikaangalia kuna bendera na kuna bango, hasa bango lililoandikwa uzinduzi wa mapenzi. Sasa sijui uzinduzi wa mapenzi gani, tumeshindwa kuelewa, na tumepigia vyombo vya ulinzi na usalama vifike ili na wao waanze kuchukua uchunguzi zaidi. Fikiri kwa ushauri kwa vijana wasio wanajifanyia mambo ambaye hawana ujuzi nao, naona wawe ni watu waelewa, kwa sababu huwezi kuandika mapenzi gani bango kama hilo. Jeshi la polisi mkoa wa Singida linamtafuta mtuhumiwa anayejulikana kwa jina la Kasim Ali Juma mwenye umri wa miaka 34, mkulima na mkazi wa Kinyankaya, kata ya Unyambwa, wilaya ya Singida na mkoa wa Singida, kwa tuhuma za kupandisha bendera zinazofanana na bendera ya taifa